hazitoi mazao, na hata zikitoa mazao yanakuwa kidogo sana. Lakini kuna tatizo lingine kubwa, ni la kisayansi. Nafikiri kwa sababu mnaingia kwenye vikao vikubwa, mnaweza pia mkalifuatilia mkaona namna gani linaweka out ama ni vitu vingine. Inaonekana hizi mbegu pia zinaharibu viability na fertilization ya mbegu tulizonazo sisi. Yaani ukipanda hizi mbegu jirani na mbegu za kienyeji, zile mbegu zinapoteza uwezo wa kurutubisha. Maana yake ni kwamba zitaua mbegu tulizonazo kwa sasa, hatutakuwa na fertility, hatutakuwa na viability kwenye mbegu tulizokuwa nazo, ili zenyewe ziendelee kudominate market. Sasa kama alivyosema Mheshimiwa mjumbe, inaweza kuwa tatizo kubwa sana. Nadhani kwenye vikao vya juu tulipeleke, lakini pia hii hatuna namna ya prove kwamba hii mbegu ni mbegu nzuri au sio mbegu nzuri, kwa sababu hatuna maabara. Hata hapo kiwaambia bwana, mbegu mlizopeleka shuleni hizi viwango vyake mmedhibiti vipi, watatuambia tumesoma kwenye nini, kwenye yale maelekezo, lakini kimsingi inakuwa ni zaidi ya hapo. Kwa hiyo tujitahidi kuliangalia hili, Mheshimiwa Mwenyekiti. Kule Arusha ya mbegu mwaka jana, kwa shughuli zangu binafsi, GMO wanatuzidi hizi mbegu za kutengeneza maabara, lakini Mheshimiwa Pinda tuliwahi kuhudhuria kikao chake cha mambo ya mbegu. Ushauri wa kipekee uliotolewa kwanza ni kurejea kwenye mbegu za asili. Ukiangalia hata mabonde yetu, Mheshimiwa Mwenyekiti, kama ni makofi nipigeni kabisa jamani, nione nani. Asante Mheshimiwa. Mabonde yetu hata mbegu ya mpunga tunao haikidhi viwango. Nimekuwa nikifanya survey ndogo ndogo huku, mpunga hauliki kabisa kwa sababu ya hiyo. Lakini la pili, sisi tunapenda vitu vya kupewa. Hii tabia ya kupewa vitu hii ndio inatuponza. Sisi kama Ngara tuna uwezo wa kumaliza hili tatizo, tukaboresha mfumo wa kutunza mbegu zetu za asili, kuanzia kwenye parachichi, kahawa mpaka migogo, whatever, na tunafanikiwa kutokana na jiografia ya eneo letu. Kwa hiyo eneo hili, lakini la mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, tuwaombe vyama hivi vya wafanyabiashara sasa ndio wakati wao wa kuchukua lead, kuongoza mapambano dhidi ya hizi mbegu, sababu hizi mbegu za GMO ni umaskini. Unawezaje ukalima ukavuna ukapanda afu usipate chochote? Na linaweza likaota vizuri kabisa mwanzoni likakupa matumaini, kwenda kuvuna hamna kitu. Kwa hiyo vyama vya wafanyabiashara, mimi nitakuwa tayari kuwasaidia kuwa connect na VRDC pale, watu wa mbegu. Na naamini Mheshimiwa Kakoko ana uzoefu na wale watu, tuwalinki twende kule tuone mbegu za asili tunawezaje tukazitunza, tunawezaje tukazisimamia, na pia kuna ile afya ya mimea pale ilikuwa TPRI. Ndio kazi zao hizi. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa.